Habari. Ukeketaji ni moja ya jambo linalopigwa vita nchini Tanzania. Jambo hilo limefanya kuwapo kwa sheria nyingi ambazo zinalenga kuhakikisha mtoto wa kike analindwa na kuondoshwa kabisa katika kadhia hii ya ukeketaji. Jambo hilo limesaidia kupunguza kiwango cha ukeketaji hadi kufikia 8% katika tafiti zilizofanyika mwaka 2022-2023 kutoka 10% kupitia tafiti zilizofanyika mwaka 2015 na 2016. Lakini sasa si ukeketaji tu ambao unaondosha kiungo cha ndani katika uke wa mwanamke, lakini ni zaidi ya biashara, kwani kile kiungo hivi sasa kinafanywa biashara na kuuzwa katika masoko mbalimbali. Tuko na mtu ambaye ameshuhudia biashara hiyo ikifanyika katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Na hapa anakwenda kutuambia namna gani aligundua au nini kilimvuta mpaka kufika mkoani Mara na kushuhudia biashara hiyo ikifanyika. Habari za wakati huo? Salama. Unajisikiaje na hali? Namshukuru Mungu, najisikia vizuri na namshukuru Mungu kwa kutupa mwaka salama, na hongera kwako pia kutupa mwaka 2025 salama na kuingia mwaka mpya. Asante sana, hongera pia. Nashukuru. Tunatamani kujua ni kitu gani ambacho kilikuvuta hasa na kwa nini mkoa wa Mara hadi ukaamua kwenda kufanya au ukaamua kutuelezea biashara hii inavyofanyika. Nashukuru sana. Asante sana. Kwanza kabisa kilichonivutia au kuona hiki kitu niende mkoa wa Mara, nilikuwa kwenye mkutano mmoja ulikuwa unaongelea masuala ya haki za binadamu na masuala ya wanawake pamoja na watoto. Kwa hiyo kuna mmoja katika watu ambao walikuwa wanaongea, aliongelea kuhusu Mara, namna ukeketaji unavyofanyika. Sio ukeketaji tu, ni zaidi ya ukeketaji. Kwa hiyo ndio maana niligundua kwamba Mara kuna kitu ambacho naweza nikaenda kwenda kushuhudia mimi mwenyewe na kuangalia namna biashara inavyofanyika, kwa sababu alisema ni zaidi ya ukeketaji, ni biashara. Ni biashara, watu wanaamini kuhusu kile kiungo cha mwanamke kutolewa kinaleta utajiri, kinaleta bahati kwenye mambo mengi, mambo mbalimbali, hata kwenye uzazi pia wanaamini hivyo. Kwa hiyo nilikuwa interested sana, nikafurahi sana, ndio maana nilichagua mkoa wa Mara. Tunatambua ukeketaji hivi sasa unapigwa vita sana na serikali na hata njia zinazotumika kufanya ukeketaji zimebadilika. Uliwezaje kufika mpaka eneo ambalo biashara zinafanyika? Mimi niliweza kufika kwenye eneo ambao kwanza biashara zinafanyika kwa kupitia mtu ambaye amekeketwa, alipitia hicho kitendo, na ni mtu ambaye na yeye anaongelea masuala ya haki za binadamu sana na watoto. Kwa nilipoanza safari kwenda Mara, nilienda kule kwa kuongea naye kwamba bwana, nimekuja huku kwako, nataka kujua namna biashara inavyofanyika. Kwanza alinishangaa kabisa. Ni mtu ambaye ni mhanga, lakini yeye hajui kwamba hicho kitu kinatumika kwenye masuala kinafanyika kwenye masuala ya biashara. Kwa hiyo aliponiambia kwamba sawa, nitakusaidia kama wewe unaamini hivyo, kwa sababu yeye alikuwa anaamini ana watu wengi na ni mtu wa huko, mzaliwa wa kule. Kwa hiyo nilipomwelezea akaniambia basi asubuhi tukutane. Asubuhi saa 1 tunabidi tuende sehemu kunaitwa Beach kule Mara, Msoma mjini. Sababu nilisikia Msoma kwanza. Akaniambia tuende Beach, tukifika kule tunakutana na watu. Na kwa hiyo nilipofika kule nikutana kweli na wavuvi. Kwa hiyo lakini kuonekana tu mimi kwanza nilipofika waliona kwamba huyu sio wa huko. Watu walituzunguka kiwemo na huyo mama, lakini ananiambia usiogope kwa sababu uko na mimi, wewe kwa tu yani kawaida kabisa, lakini wao wameshagundua. Kwa hiyo tukaongea na watu kwamba huyu mama anataka biashara, ifungua biashara ya kuuza samaki na pia anataka kuwekeza kwenye mitumbwi. Kwa hiyo wanaamini kwamba kile kidule kinachokatwa cha mwanamke
akikeketwa kinaleta bahati, kinaleta biashara, kinaleta wateja, yani vyote alisema. Akasema kama ndio hivyo ni sawa, lakini wale wavuvi wakaniambia, wavuvi wenyewe wakafungua wakasema hicho kitu kipo kinafanyika, lakini sisi wavuvi tumeajiriwa kwa wenye mitumbwi, lakini kama anataka kuongeza kwenye mitumbwi lazima anunue. Kasema okay sawa. Wao nikamwambia wao, nikawauliza kwanza ili nijue kwamba ni kweli hicho kitu kinauzwa, na kama wameshauza wameshanunua wao wanionyeshe ili nikinunue. Wao wakasema kwamba sisi tumeajiriwa, hatununui, anayenunua ni yule tajiri. Kwa hiyo wewe kama unataka kununua, kama unataka kuwekeza, ina maana upewe hela. Ndio hapo nikagundua kweli kuna kitu, kwa sababu wao wenyewe wakasema tu wanapewa tena na bosi wao kwamba lazima mpake kwenye mitumbwi yenu. Kama hata mkivua samaki, hata mkaoshea samaki pia kidogo, wateja pia wanakuwa wanavutiwa na bidhaa zako. Na pia mkiwa huko majini, wanasema wenye majini huko samaki wanakuwa wengi, inatokea tu. Kwa hiyo nikagundua sawa. Basi nikamwambia tutakuja, nashukuru sana, ndipo nilipoondoka. Lakini nilipotaka kurudi kule, na yule mama ambaye nilimwambia kwamba ukweli kwamba mimi natamani kununua hicho kitu, akasema washa kushtukia, huwezi kwenda tena kule mara ya pili, kwa sababu kuna mmoja tajiri alikuja mwenye mitumbwi akaanza kuwagomeza sana. Kwa nini unawaleta watu ambao ndikani huko ni yeye? Kwa kama mnataka kununua hicho kitu nendeni Kinesi. Kwa Kinesi akasema basi hapo ndio tuliposubiria jioni. Akaambia inabidi tumtafute tena mtu mwingine wa Kinesi, kwa sababu wale watu tunatoka eneo lingine kwenda Kinesi, tunaendaje? Lazima tutafute mtu mwingine wa kupeleka Kinesi na kutuunganisha na wanaouza. Kwa hiyo mama alinisaidia, alimtafuta kijana ambao anamwamini, ambao anamtumia naamini kwenye kazi nyingi sana, na akamwambia kweli inawezekana, lakini huyo mtu lazima niongee naye kwanza private, sio kumleta tu huyo anayetaka kuwekeza. Kwa hiyo nilipigiwa, akampigia simu, wakakaa. Lakini kwenye kukaa kwenye katika huyo mkaka mwingine alisema lazima akae na mtu kwenye sehemu ambayo ni private, lakini wakati na entertainment akiwa anaongea, unapokunywa na kinywaji kinakuwepo, mtu anafunguka, unajua Kwa hiyo nabidi nitoe kidogo, nikaingia mfukoni, nikatoa hela ili wale wakikutana kwanza huyo wa kuuza waongee vizuri, alafu wanikutanishe. Basi nikamtumia hela, na kesho yake nilipigiwa simu kwamba nakaambiwa kwamba huyo mtu amepatikana usiku. In fact ilikuwa usiku. Nikamwambia sasa hivi usiku siwezi kutoka, na mimi inabidi tukutane kesho asubuhi, muda wote mimi asubuhi niko tayari, lakini usiku. Asema basi sawa. Kesho yake asubuhi hata sijapiga mswaki, niko kitandani saa 1 naye kanipigia simu, akasema yule dada kanipigia, akasema hao watu wamekuja. Akasema sawa. Nilichofanya sema usichelewe, unapochelewa unakosa mambo. Kwa hiyo hapo nilichofanya hamna kupiga mswaki, tunakutana wapi? Nikafika pale, tukaongea, nikamwambia ni kweli hicho kitu nakipata? Akasema ndio. Nakipata wapi? Akaniambia Kinesi. Kinesi ni wapi? Akasema Kinesi mimi, wewe huwezi kwenda kama mwanamke, ni mwanamke kwanza, masuala ya uvuvi na nini wewe unaweza kukuletea, lakini vipo Kinesi, na msimu ndio msimu wenyewe, wanapeketa sana, ndio msimu wenyewe. Akasema okay. Wao ni shilingi ngapi? Alianza kwa 1,000,000. Naambia 1,000,000 ni kubwa sana, sababu lazima pia niwasiliane na mtu ambao nataka kufanya naye biashara ambaye yuko Dar es Salaam. Kwa hiyo baadaye nilimwambia mimi nitaweza kulipa 7,000,000 na nina haraka, na kuanzia naweza kukupa 2,500,000. 2,500,000 akasema nipate na kutolea nipate 2,000,000 kamili, 2,500,000 kamili. Kwani nilimtumia, nilikuwa na hela kwenye simu, kanunua nikampa. Akasema napanda boti ya saa 3 kwa sababu shule kuna muda wa kupanda boti, asubuhi saa 1 na jioni narudi. Kwa hiyo niambia atarudi jioni, na kwani alikuwa hela na nikamlipa, kaondoka, tukamalizana. Kwa hiyo niambia usiwe na wasiwasi, na usiku nianza kupigiwa simu
uliochukua hicho kitu tayari. Ulichukua? Ndio hapo nimesema sasa hela siwezi kuilipa hiyo 4,500,000 iliyobaki, kwa sababu nisema 700,000, nilipa 2,500,000. Nilipoona tu ananipigia na kweli alipromise, ndio nimelala tena akapiga simu. Niko hata sikuanza kupokea kwanza. Nikaona kwanza nilishtuka, ni usiku, nimelala niko kwenye chumba mimi mwenyewe niko peke yangu. Nikasema inaweza kuwa napokea, kuna mambo wengine wanakusikiliza au wanakusikia. Kwa hiyo sikuipokea simu, nikasema napokea asubuhi. Kwa hiyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa nini wavuvi? Na unaposema kwamba waoshe au wajipake, wanapaka nini? Wanakipondaponda, wanasaga unga ndo wanapaka au inakuwaje? Kwa mujibu wa wavuvi wenyewe, wao walikuwa wanasema wanaweza wakachanganya na dawa nyingine, au kile chenyewe kinafungwa, ikifungwa labda kwenye mtumbo huko, biashara imeisha. Au kifungwa kiwekwa kwenye maji, kikioshewa na kichanganywa na maji, mtumbo kioshewa na maji, ndio biashara imeisha. Wao wanaamini kazi wameshaifanya hiyo, na kwamba ni tayari ni kitu ambacho kinawaletea biashara kwenye mitumbo. Lakini sio tu kwenye mitumbo, niligundua zaidi kwamba kuna watu walisema wao wenyewe walipunguka, wakasema kwamba hata kwenye migodi hao migodi hao wadogo sana pia wanatumia hao. Nikasema pia wanatumia, akasema ndio. Sasa nikiwa naongea pale, ndio mwingine akasema hata sio hivyo, kuna wengine hata unaweza ukakausha, unaweza kwenye uzazi, wale ambao wenye shida na uzazi wanakausha, wanaweka kwenye uji, wanaamini nasema unaweza ukazaa. Kwa hiyo kinatumika kwenye mambo mengi, sio kwenye uvuvi tu. Mtazamaji, hayo ni machache kati ya yale mengi ambayo utayapata katika mfululizo wa makala hii inayoanza kuchapishwa katika gazeti la Mwananchi Januari 12, 2026. Lakini pia unaweza kusoma makala hizi kupitia application ya MwanaClick ambayo inapatikana katika App Store pamoja na Google Play Store. Kwa hayo na mengine mengi, usikose pia kutembelea mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, Facebook pamoja na Twitter. Jina langu ni Aurea Sintoe. Kwa heri.